katika darsa risala kullu bid'atin dalalah للشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. katika kikao kilichopita tulizungumzia shubha ya ahlul bid'ah katika kuitumia hadithi man sanna fil islami sunnatan hasana. tukamalizia walillahi alhamdu wal minna kuizungumzia hadithi hii, na leo biidhnillah ta'ala tutakwenda katika hoja tata ya 4 ambayo huitumia ahlul bid'ah katika wale wanaosema kuwa zipo bid'a nzuri katika dini, wakati ukweli na hali halisi ya hili jambo lilivyo ni kuwa hakuna katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kitu kinachoitwa bid'a nzuri, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah. قال حفظه الله: ومن الأدلة التي اشتبهت على محسني البدع. وهي دليل imewachanganya hata wale wanaodai kuwepo kwa bid'a nzuri, hawakuielewa, na biidhnillah ta'ala tutaiweka sawa na kuieleza kulingana maneno ya Sheikh hafidhahullah. قال حديث البر من شرح له صدرك. wema ni ule ambao kifua chako kitakunjuka, kufunguka, bimaana ukapata utulivu katika moyo wako kufanya jambo hilo. wal ithmu ma haka fi sadrika, na dhambi au uovu ni ule ambao utatia dukuduku na dhiki katika moyo wako kufanya. wa in aftaka anhu nnas, hata ikiwa watu watakufutu na kupa fatwa kuwa yafaa, lakini utasikia dhiki katika moyo wako, achana nalo jambo kama lile. wa fi lafdhin istafti nafsak, bimaana ujiulize nafsi yako, jiangalie nafsi yako. albirru matma'anna ilayhi alqalbu, wema ni ule ambao moyo utatulizana kuufanya. watma'annat ilayhi an-nafs, na nafsi pia ikapata utulivu katika kulifanya jambo hilo. يقول المحسن للبدع, yule anayesema kuwa kuna bid'a nzuri, akieleza hadithi hizi sema fi hadhihi alahadith anna alistihsan walistiqbah alladhi yaqa'u bilqalbi amrun sahih. sema kule kuliona jambo ni zuri ama kuniona jambo ni bovu na ni ovu, kama inavyokuwa katika moyo wa mtu, ni jambo sahihi. Kwa hiyo kwa mfano mimi katika moyo wangu naona kuwa jambo la maulidi ni sawa, basi itakuwa sawa, na si ajabu akakwambia na wewe ikiwa waliona katika moyo wako si zuri, basi si zuri kwako. Sasa ni ipi katika hizi mbili? Ni zuri ama ni baya? Kwa nini mimi ndione baya wewe ulione zuri? Wakati mwingine huwa wakishakabwa mahali hawana pa kwenda, usema niwache mimi na msimamo yangu na wewe na msimamo wako. Wewe nafsi yako ikiwa yakwambia kuwa si zuri, wachana nalo, na yule ambaye nafsi yake aona ni zuri abaki nalo. Hii ni kaida ambayo mara nyingi ahlul bid'ah watembea nayo ili wanyamaziwe katika ule uzushi wanaofanya. wasema liqaulihi, wakatoa ushahidi kwa kauli ya Mtume sallam, istafti nafsaka,
فإذا اطمأنت إليه النفس فهو صحيح لأنه بر. nafsi yako ikipata utulivu katika lile jambo basi ni sahihi, sababu itakuwa ni wema huo, kwa nafsi yako impata utulivu. ama idha taharrajat an-nafs fihi fahuwa qabih li'annahu ithmun. ama nafsi ikipata dhiki kutokamana na jambo hilo basi itakuwa ni jambo bovu, kwa hivyo itakuwa ni makosa na dhambi, achana nalo. Kwa hiyo ndio shubha wanayotumia, na wao wana shubha nyingi. Hizi ni miongoni tu mwa baadhi ya shubha ambazo wao huzitaja. Waljawabu huwa, jawabu ya hoja tata kama hii walioitoa ni kuwa inna alladhi yansharihu lahu as-sadru wa huwa mudadun lish-shari'ati fahuwa ilhamun shaytaniyun. Ukijiona kuna jambo ambalo kifua chako kimekunjuka kulifanya na ukweli wa mambo liko kinyume na sheria, basi ujue anayekupa wahi hapo nani? Ni shetani. Chunga, anayekupa wahi ni shetani. Na mfano wake pia waweza kuja katika mambo anayoyafanya kufar. Kafir aweza kufanya jambo la kuabudu sanamu, kwa mfano mushrik, na akaona moyo wake upata utulivu katika jambo kama lile, katika kule kuabudu kwake lile sanamu. Je, itakuwa hili ni jambo jema? Kwa mfano pengine atasema lakini yule ni mushrik, yule ni kafir. Tayib, hata muislamu pia yawezekana kupata muislamu aona yeye kwa mfano kuvuta bangi kwake yampa utulivu wa moyo, wala hana dukuduku na hilo, kwa hiyo itakuwa kwake bangi ni halali, lakini kwa yule anayeona ana dhiki nayo aachane nayo, sio? Au marungi, bangi manake iko wazi sana. Kuna watu mwajua mpaka leo waona kuwa marungi ni halali, mwajua hivyo. Wako watu kama kwa mfano nchi ya Yemen ukienda, haswa shamali Yemen, sizungumzii janubi Yemen. Watu wengi wakiona Waarabu hapa wala marungi wafikiria Yemen janubu watu wala marungi. Hawa wanachukua huku kwenu hao. Hii si tabia ya watu wa kule. Watu wa kule Janub Hadramaut ni aibu kula marungi. Yani wachukuliwa kama wavuta unga ukila marungi kule, na mujtama wajiweka mbali na wewe, sababu kuona kama ni mtu huna maadili ukila marungi kule. Huo ndio ukweli nawaambia. Kwa msije mkaona wala marungi hapa, Waarabu wengi wala marungi kafikiria ndio kwao kule wanakotoka, la huyu akienda kwao atadharauliwa kweli kweli, anaonekana hana maana kabisa kikweli. Lakini kuna shamali Yemen, northern Yemen, kule ni ada kula marungi kuanzia watoto miaka 12 13 wala marungi. Baba mama watoto wakaa pamoja wala marungi kabisa. Na ukiwaambia kwa hii makosa mfanya, kula marungi pia makosa jamani, kwao wachukulia kama ni jambo halali kabisa. Halali kiasi cha kuwa watu wala marungi ndani ya msikiti. Sijui ili muelewe nazungumza nini. Yani sehemu ya kutawadha ukienda Sanaa kwa mfano, sehemu ya kutawadha imejaa majani ya marungi. Jamaa toka na marungi yake kwa ajili kuyaosha msikitini. Na si ajabu kama mtu wa tabligh amefanya i'tikafu msikitini, apiga gati lake mwenyewe na huko anshika nini? Anshika tasbiha vuruta. Wallahi alazim ninawaambia maneno ambayo waqi' tumeishi tukaona waqi'. Na kuna wengine jahili lilivyowafikia mbali zaidi mpaka aweza kuweka ile waita takhzini, aweka kwenye mashavu yake yale marungi, asema mimi simizi huku yaswali, mpaka amaliza swala yake asema sikumiza mimi.
Yatakaofikirie wamefika daraja gani katika kuona kuwa ni jambo la kawaida yani kwao. Tayib, wale makafiri si waislamu ishakuwa ni halali kwa sababu nyoyo zao zimetulizana kuwa ni halali. Ni halali, si halali itabakia kuwa ni haramu, wala hilo halija kufanya lile jambo likawa ni halali. Sio mnifahamu? Kwa hiyo sio masala ya kuwa matamanio ya nafsi yako yakatamani jambo ambalo ni la makosa kwa sababu nafsi yako yatulizana katika yale ya makosa, khalas itakuwa ni halali. La, haijamaanisha hivyo hadithi kabisa. Ukiona hivyo ujue huo ni wahi wa nani? Wa shetani, si wahi au si jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wamelifundisha. Kwa hivyo إن الذي ينشرح له الصدر وهو مضاد للشريعة فهو إلهام شيطاني. ukiona jambo la khalifu sharia na bado moyo wako wapata utulivu kulifanya, ujue ni wahi kutoka kwa nani? Kwa shetani. Wa hadha huwa halu kulli bid'ah, na hii ndio hali ya kila uzushi katika dini, kwa sababu sote tufahamu kuwa kila uzushi katika dini ni jambo ambalo limekatazwa kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. أما انشراح الصدر من باب الترجيح بين الأدلة المتكافئة، أما kupata utulivu wa kifua na moyo katika jambo la tarjih, kuna masala ya kisheria, dalili za vutana, dalili hizi zasema hivi na hizi zasema hivi, ukawa hujui dalili ipi ina nguvu zaidi. Au inda ishtibahi baina alhalali walharam, au ikawa umechanganyikiwa hii ni halali ama ni haram, muangalia tarjih, moyo wako ukaona ni uzito sana kulifanya hili jambo, basi liwache. Lakini moyo wako ukaona limetulizana lile jambo ambalo dalili ziko mutakafia, ukaona roho yangu imetulizana katika kuwa hili jambo lafaa, fahuwa ilhamun rahmaniyun, basi ni ilham kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. والبدعة ليست من المشتبه، اصلا بدعه haingii hapa, kwa sababu bid'a si jambo ambalo ni katika mutashabihat kabisa. wa inma hiya min alharam alwadih albayin, bid'a ni katika haram ambayo iko wazi kabisa. Usije ukatafuta bid'a moja ukasema sijui sasa hii ni yafaa ama haifai. Kullu bid'atin dalalah, kila bid'a ni upotofu. Kwa hivyo pale si jambo la kufikiria, ni jambo la kuachana nalo moja kwa moja. Li hadithi kullu bid'atin dalalah fala yustafta fiha alqalbu, katika bid'a hakuna kuuambia moyo wangu wasemaje, sawa ama si sawa. Hii bid'a moja kwa ni kama ujiuliza moyo wako, hii zina jamani yafaa nifanye ama nisifanye? Si kitu kiko wazi kuwa ni haramu. Kuna watu washtuka nikitoa mifano kama hii, kama khurafi wamepiga kelele nilivyosema kuwa maulidi mbaya kuliko kula riba na kuliko kuzini. Si kuna mmoja akasema umeona wapi? Kuna mzee mmoja, na kwenye ile khutba tuzungumza maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah, nikamwambia si ninataja maneno ya Imam Shafi'i, akachukua ile clip ilikuwa imekatwa akamtumia, asema bwana hakujibu tena. Sasa maneno yako wazi haya, hakuna wala ili jambo si gharibu kwa ulama wa ahli sunna walifahamu na salafan wa khalafan. Mimi nashangaa hivi kuna watu eti washtuka wakiambiwa bid'a ina hatari kuliko madhambi makubwa. Hili jambo la kawaida tu. Sasa niseme bid'a watu wataelewa vipi na kusudia nini? Wajua shida iko katika hizi ijmalati hizi, yanazungumza jumla jamala. Ukizungumza jumla jamala watu hawakuelewi wazungumza nini. Sasa pale ukipiga mfano sasa ukisema maulidi, hitima nini, ndio bid'a hizo. Wajua tukisema bid'a labda hamtoelewa tukusudia nini. Sasa bora tutaje zile bid'a mnazozifanya. Shida haiko katika wewe kulingania dhidi ya bid'a. Shida iko katika wewe kufanya tafsil katika zile bid'a. Ukaanza sasa ukataja dua baada ya swala, ni mbaya kuliko dhambi kubwa ile dua ya jamaa, watu waomba kwa pamoja dua bana, kwa sababu ni bid'a.
siingia katika bid'a, basi hii pia ni kubwa kuliko madhambi makubwa. Waelewa? Mfahamu? Sasa upige tena mfano mwingine, useme kama maulidi, kama itima, umeona, kama kuomba dua kwa pamoja baada ya kuzika, kusoma Yasin makaburini pale baada ya kuzika. Salala Yasin pia si Yasin. Kile kitendo chenu cha kwenda kuisoma Yasin pale ni uzushi. Ule uzushi mnaofanya ndio yule mmoja akamwambia Said Musayyib, ayu'adhibuni Allah ala as-salah, Allah ataniadhibu mimi kwa kuswali. Bwana alikuwa ataka aswali baada ya alfajiri, aripiti sana rak'a mbili, na ni wakati ambao umekatazwa kuswali. Said Musayyib akamwambia, usifanye hivyo, makosa. Yule bwana akamwambia, ayu'adhibuni Allah ala as-salah, Allah ataniadhibu mimi kwa kuswali? Qala la, walakin sayu'adhibuka bimukhalafatika lin-nabi sallallahu alayhi wasallam, Allah atakuadhibu wewe kwa kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume salama hapa nkataza. Sasa na nyinyi pia hatusemi kuwa suratu Yasin mbid'a, maana hao kwa kugeuza maneno wajua. Kile kitendo mnachokifanya cha kusoma kwa mfano Yasin baada ya kuzika, ama zile talqin unazosoma, hii ni uzushi. Na uzushi katika dini ya Allah ni jambo ametukataza mtume sallallahu alaihi wasallam msifanye. Hata tauhid, ukizungumza tauhid kwa ujumla, ukazungumza tauhid kwa ujumla, muislamu gani atakataa kuwa Allah aabudiwa peke yake ana mshirika naye? Nani muislamu atasema la? Atakuwa si muislamu. Lakini mwambie sasa, muona vile mnavyofanya kwenda kuomba maiti pale, nyinyi sasa mwafanya shirki kubwa, itawatoa katika Uislamu, chungeni. Muona nyinyi mwenda kwa waganga kule kufanywa hivi na hivi, mwafanya shirki kubwa, nyinyi mtatoka katika Uislamu, chungeni. Uone kiama chako kama kisimami. Si wengine tuko kwenye kiama tayari. Wewe jaribu utaona. Jaribu wewe, waambie watu wazi wazi, utakuta watu hawaridhii kuambiwa maradhi waliokuwa nayo wazi wazi. Na wewe hujamtaja, wewe wazungumza jumla pia katika watu, hujamtaja mtu. Muona tutukana, hata siku wengine hata si wajui, asema na watukana mtu yuko huko. Kuna bwana mmoja yuko Dar es Salaam kule Tanzania, amona mmoja katika hiyo kwambia, kuna kijana mmoja bwana mimi simpendi huyo. Nani? Kuna mmoja wazungumza taratibu hivi. Bwana anamwambia si wazungumza taratibu bwana, kuna wafanya asema ule fidhuli yule sijaona mimi. Sasa sijui fidhuli uko wapi. Wewe ukiambiwa ukweli waita matusi, ukiambiwa ukweli wasema ufidhuli. Huyo namjuaje? Hata hayuko Mombasa wala Kenya, yuko huko vuka mpaka, tena masaa 8 tena uende mbele, na mtu asema maneno haya. Kwa shida iko katika ukifanya tafsiri sasa, ukawaeleza watu wakajua kumbe kinachokusudiwa ni kitu fulani, basi hapo kiama kitasimama. Kwa hiyo kila bid'a katika dini ni upotofu. Hakuna bid'a katika dini. Tuzungumzia dini. Sasa hapa kuna shubha moja hatoitaja hapa, lakini mimi napendelea niitaje, niijibu nde zangu. Hawa mabwana, kuna kaida usulia ambayo kwa mtu asiyejielewa wakati mwingine huitumia. Tena atakwambia nenda katika kitabu cha Ibn Uthaymeen, maana yake ndio alim katika fiqh, anajulikana na usuli. Nenda katika kitabu fulani cha Sheikh Ibn Uthaymeen, asema mwenyewe al-aslu fil ashya al-hillu wal-ibaha, asli katika vitu ni halali na ni mubah. Huwezi kuharamisha mpaka ulete nini? Dalili. Kisha kuleta hapa, hanletee dalili imetaja maulidi kuwa ni bid'a, letee. Sasa wewe ukisikiliza hivi waweza kutiwa ndani ya boksi. Qaida ziko mbili. Al-aslu fil ashya ni asli katika vitu. Tufaha
maharagwe, chapati, maembe, nini, hizi ndio ashia asli yake ni mubah. Huwezi kusema maembe haramu, makosa, mpaka ulete dalili. Kama kweli haramu, lete dalili. Tukisema kunwa pombe ni haramu, tuna dalili, sio? Lakini huyu bwana alivyomjanja amekimbia qaida al-aslu fil ibada at-tawaqquf. Asli katika ibada ni kuwa mtu asimame kabla hajafanya ibada, atafute dalili ndio afanye ibada. Sasa yeye ile asli katika vitu ambao ni kitu kingine haizungumzii ibada ile, akaitia huku ili amkanganye yule anayezungumza. Na wallahi shubha ameshawahi kusikia, na jamaa akapewa shubha akababaika. Lakini shubha hata haizungumzii kabisa mambo ya ibada. Hii yazungumzia vitu ambavyo Allah ameviumba asili yake ni halali. Naam. Kwa mfano nguruwe, sisi tunasema kuwa asili yake hii itakuwa nini? Ni mubah. Lakini ilipokuja dalili hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir, ilipokuja hii dalili ikawa nini? Ni haramu kula. Sijui mnifahamu. Kwa huwezi kumharamishia mtu hivi vyakula, mavazi, nini mpaka uje na nini? Uje na dalili. Hiyo haihusiani na haya tunayozungumza hapa. Asli katika ibada nini? At-tawaqquf. Jamaa hawa wana shubha jamani. Na kijana wa sunna atakana asome sana, hasa hizi shubuhat, ajue jawabu lake, akae nazo. Usiende kutafuta watu za kushindana nao. Ukishabaki na silaha yako wewe keti nayo hivi. Akija mkhurafi itoe. Wewe hii hapa, ona hii yasemaje hii? Basi kush, tushamalizana naye. Hawana lolote jamani hawa. Hawana lolote shekhi, hawana hoja yoyote. Hata akavaa jilemba kama ngoma juu ya kichwa chake, wallahi ma indhum wala shay. Yani ukija katika hujja na adilla za kiilmu utakuta kuwa sifr, hamna kitu. Wallahi saa nyingine waweza kuona shubha, wewe ukaona shubha kubwa, kisha mwanachuoni wa kisunna akija akijibu wacheka. Subhanallah, kumbe jawabu lake ni hivi. Kumbe sahali tu hii. Hawana jamani hawa, hawana hujja kabisa. Yale wanaoyafuata, in yattabi'una illa adh-dhann wama tahwa al-anfus, hawafuati isipokuwa mambo ya dhanna, hawana uhakika nayo, na yale ambayo nafsi zao yatamani basi watafuata. Na ndio maana muona bid'a hazina mipaka ikhwani, wallahi hazina mipaka. Kila mwaka waweza kuzua jipya, kila mwaka wazua jipya, na hakuna mmoja aweza kumwambia mwenzake la, hapo ulipofikia bwana naona kama waenda mbali wewe. Kwa nini hawezi kumwambia? Kwa sababu na yeye pia yule atamwambia na hili lako wewe unaona uko karibu, wewe pia una lako. Kwa hivyo haya mambo ukitizama vizuri, hizi hoja tata wanazitoa ahlul bid'ah hazina uzito wote. Kuna mmoja namsikia, subhanallah, wallahi ana istaghrabت, Masri dhahiri, azungumza kuhusu aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, kwa ilivyoshuka ilikuwa dini haijakamilika. Wallahi alazim, yani hebu fikiria wewe, Allah asema al-yawma akmaltu lakum dinakum, yeye asema kuwa hii aya iliposhuka mawahabi nyinyi hamkuelewa, dini ilikuwa haijakamilika. Sasa hii maana yake nini aya? Yani ni mchezo hii aya imekuja kusema kuwa dini imekamilika, alafu sijui waelewa maana ya kamili nini hao. Ukisema kitu kimekamilika, sielewi mimi hawa ndugu zetu waelewa nini. Kusema hiki kitu kimekamilika, kweli chahitaji ziada? Bila shaka hakihitaji kuzidisha wala kupunguza, kibaki vile vile kilivyo, kiko kamili. Wallahi Uislamu mzuri sana. Uislamu ni mzuri sana vile alivyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini nzuri kabisa. Hakuna wanaoharibu sura ya Uislamu isipokuwa ni ahlul bid'ah kwa kila namna, khawarij, mu'tazila, jahmiya, khurafiyin na wengineo. Hao ndio wanaoharibu sura ya Uislamu. Lakini Uislamu ni dini moja tamu sana, safi sana, ndani yake kuna utulivu mkubwa sana, kiasi cha kuwa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala asema la ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd
min al-ghay. Ule uongofu uko wazi kabisa, Uislamu uko wazi kabisa. Anaingia katika Uislamu, aingia katika Uislamu akiwa aupenda Uislamu, kwa sababu una mambo mazuri mengi. Ikiwa wataka ushahidi wa haya ninayokuambia, nenda kasome tafsir ya al-Imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah, akifasiri aya ya suratul Isra, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nenda kasome, wallahi jazahu Allahu khairan al-Imam al-Shanqiti akieleza sasa namna gani Qur'ani inavyoongoza watu katika khairi na ahkam za kisheria, ule uzuri wake, mpaka zile ahkam ambazo baadhi ya watu waziona sura yake katika kufar kuwa hii mbona kama ambaye kuna dhulma ndani yake. Sasa akija kieleza ule uzuri wake uliko ndani, wallahi tastaghrib. Takriban amekwenda hivi karibu mujallad mzima aeleza mifano ya uzuri wa Uislamu. Nenda karegelee, kisha utajua haya tunayokuambia kuwa ni ya haki, na kuwa Uislamu vile ulivyo ni neema kubwa sana, yatosheleza. Usije na ukhurafi wako zaidi hapo. Shubha leo ni hiyo tu. Inshallah kesho inshallah taala tutaizungumzia neema albid'atu hadhihi inshallah biidhnillah taala. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fik.